Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umri wa afya na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu, na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Almas ni mchambuzi wako leo, nitasaidiwa mitamboni naye Isaac Mlucha Ashibe, na kualika uweze kunitegea sikio pamoja na wenzangu ambao tutajumuika nao katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Msikilizaji, uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zitaletwa kwenu na Sudi Valenti. Hali gani Sudi? Na mshukuru Mungu, niko mwili wa afya. Mwenzangu Safari Almas nimetinwa, labda upande wako? Na mimi niko salama. Sijui kipi ambacho kimegonga mwamba kwa siku ya leo. Ndio, katika habari ambazo ziliweza kugonga mwamba kwa siku ya leo msikizaji, tuanzie na huko Mboko ambako hali ya usalama yarejea kuwa tolevu baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi kijijini Mboko Jumatatu ya wiki tunayo. Huko katika mji wa Bukavu ni kwamba mama mmoja kuuawa, watu 4 kujeruhiwa vikali pamoja na vitu vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi wa kuvamiwa kilichoendeshwa katika nyumba kadhaa usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 23 Juni mwaka 2025 katika kata la Panzi mjini Bukavu. Na katika habari za kitaifa, rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tena kare wa chama cha PPRD amewasili mjini Bukavu Jumatatu hii ya tarehe 23 Juni mwaka 2025 kwa ajili ya kuendelea na mashauriano yake na tabaka mbalimbali za watu. Mengi zaidi utaweza kumsikiliza mwenzetu Isaac Mlucha Ashibe kuna kwa habari hizo za kitaifa. Ni kushukuru sana Sudi Valente kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na katika mji wa Baraka. Ni kwamba shirika la uchukuzi wa watu pamoja na mizigo ya Sepro limetaja tabia mbaya ambayo inafanywa na baadhi ya wazalendo kupanda pikipiki bila kulipa pesa kwa mwendesha pikipiki, kitu ambacho kimekuwa kero kwao. Mkunjilisha Le Simple ni mratibu wa shirika la Sepro amesema kuwa ni jambo lisilo la kiungwana kuona wazalendo wanakuwa wanapanda pikipiki bila pesa wakati waendesha pikipiki wanategemea kazi hiyo kwa ajili ya familia zao. Mkunjilisha Le Simple: kuna kuwa tatizo za ambazo tunapokea, malalamiko ambazo tunapokea siku baada ya siku za watransporter. Wamotari wanakuja kusema kwamba kuna kuwa probleme ya wazalendo wakati wanapanda kupikipiki wanakuwa walipi pikipiki. Kuna wale ambao wakifika akishuka tu anaenda, hata semesha motari kitu, motari hatafanya kitu jule mtu yuko na bunduki. Alafu ile inakuwa ni hali yenye inaweza kuleta krize ya confiance kati ya watransporter na wazalendo. Serikali yetu ya Kongo inakuwa na upungufu wa kutoa mamwae de transport wanajeshi wake na vile vile hata kwa wareserviste wao ambao ni wazalendo. Pikipiki ambazo tunatumia kwa sasa inakuwa njia pekee ya kusaidia usafiri wa wazalendo na hata wanajeshi wa serikali ili kurahisisha mairijanse fulani zenye wanaweza kuwa bako nazo. Kwa hiyo inatubidi sisi kutumika vizuri na wazalendo kutumika vizuri na watransporter ili wao wanawafacilite mairijanse zote zile zenye wanaweza kuwa nazo. Kwa hiyo tutaomba tu uongozi kuingilia kati ili swala hii malalamiko. Inaweza kuwa vizuri kama wakati tunapeleka malalamiko na viongozi wanafanyia kazi na inapata solution. Kama gisi tulilalamika juu ya probleme ya makamba, tuliweza kulalamika kamba ziko nyingi na kamba zinasumbua vraiment watu. Inafanya mpaka wa transporter wanaanza kukosa wasafiri, na hilo kabisa tuliona uongozi ulifanyia kazi. Vile vile hili nalo pia ambao tunasema kama hauna pesa za kulipa, ni vizuri sana unaongelesha ule motari, unamwambia kaka nisaidie sina pesa nataka nifike sehemu fulani. Na wa motari nao wao wasikilivu kuangalia kwamba ni watu ambao tunasaidiana nao kwa ajili ya security, na wakati hana kitu mishahara yao bado ni midogo, na wakati hana kitu inafaa kusaidiana. Lakini cha mzuri ni mzalendo aambie motari kabla hajapanda kupiki yake. Lakini ile hatua ya unapanda kupikipiki unafika pale
unashuka unaenda, sababu uko na bunduki. Ile ni hatua ambayo tunaomba uongozi wa wazalendo ufuatilie, maana inaweza kututuma hata huko na pesa wa motari wanaanza katala kubeba wazalendo, sababu anashakia tu kwamba kule mbele ataenda kuzurumiwa. Upande wake Kamanda Chalumba Leonard, mkuu kiongozi wa wazalendo kundi la SNPCC ndani ya mji wa Baraka, ameomba kwa wazalendo kuheshimu raia na kuwalinda na mali zao zote. Ni mafunzo na ndio maana tuko tunaita kila group zarme inapashwa kuwa na mafunzo. Banapashwa kufunzwa aye tu kuishi na population. Unaweza kuchunga raia na mali yake aye. Unasoma elimu ya inchi. Ile yenye tunasomaka kwetu sisi tunaisomaka muda wa 21 jours. Tuko tunasoma elimu ya inchi na séance militaire 21 jours. Bile vyote vinatuonyesha aye tunaweza kujere population. Mimi naweza ambia tu population ya Baraka wawe na amani, bavumilie tu, tutawachunga sawa sawa na gisi tunawachungaka. Hivi sasa tujielekeze huko Mboko katika sekta ya Tanganyika ambako hali ya usalama yarejea kuwa tulivu baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi kijini Mboko Jumatatu ya wiki hii tunayo. Risasi hizo zilipigwa na wazalendo ambao wanamtuhumu mkuu wa sekta ya Tanganyika Bwana Gedeon Miobakano, ambao wanasema kuwa halitumia vibaya pesa za wazalendo ima effort de guerre. Mmoja ya wakaaji wa Mboko ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza hapa hali ilivyokuwa katika kijiji cha Mboko. Kufatana na hali ya wasiwasi ambayo ilitokea Mboko, tulikuwa na sherehe ya kumbukumbu ya Mwami Omari Charles Simbi ya kueneza mwaka mmoja tangu kutoweka kwake, pigwa masasi mwa Avenue du Marché. Seremoni hiyo ilipitika kwenye nafasi mingi kwa kuanzia ku bureau groupement, kutoka ku bureau groupement tukaenda mwa Avenue kwenye alipigiwa masasi, kutoka mwa Avenue kaenda kwenye alizikwa, kutoka kule kulikuwa conference débat, après conference débat kulikuwa cocktail. Baada ya hayo mambo ambayo nimetaja hapo, kwa kuja kujitokeza hali ya sitofahamu kati ya kijana mmoja kutoka Baraka, presisema Katanga, mzalendo tena motari ambao alikuwa akileta dada mmoja kutokea kule ambaye alikuwa ni mama wake wa kazi, yani merboss wake. Huyo kijana alikuwa yuko na pikipiki, akaja akasema kama mimi ni mzalendo ila kwa sasa niko kama mfanyakazi, niko peleka bodaboda. Baadaye ule kijana wakati mama yake wa kazi akamtuma kwenye Avenue du Marché inaitwa Avenue Sa Majesté Mwami Charles Simbi Omar kwenda kununua pampers za watoto. Kipindi alienda wenzake wazalendo wakamshika kule, wakamnyang'anya simu 2, wakamnyang'anya na franga za Kongo 1013. Kijana akatulia, akaja na wale wazalendo wengine na kuambia twende kwenye nimeacha pikipiki yangu na mjweka ni mjuze mama yangu wa kazi kama nimenyang'anywa vitu fulani. Basi wakaja wakafika hotel Simbi. Ndio alifika hotel Simbi, kijana akawaambia injo pikipiki yangu, kwa kuonesha wale wazalendo wawili. Kipindi alionyesha pikipiki yake, wale wazalendo wakaleta vurugu. Basi kulikuwa ka evaluation na komite ya protocole ile activite ya commemoration ya Mwami Sa Majesté Charles Omar Simbi. Wakaanza intervenir kwa kumbele kijana, wewe utabaki humu, wazalendo waende, tutaonana mzee wao kama vile mkuu wao kesho asubuhi ili tuliwe namna gani ya kukutetelea. Mwele mzalendo wakati alienda akaenda interprete message mubaya kwa mkubwa wake, na ndio kawa chanzo ya masasi kwanza pigwa. Kipindi alikuja mkubwa wake alikuja, sipendi kutaja jina lake na sitajitambulisha, ikabidi mkubwa wake wakaja na wengine wazalendo na kwanza piga masasi kuanzia saa 3 za usiku, saa 4 tunakosa hadi asubuhi ya saa 2, saa 3 inakosa. Ila kwa kufuatilia habari fulani tukiwa kugundua kama mkuu wa wazalendo hapa kwetu Mboko alisema kwamba chanzo ya fujo sio kufatana na hiyo hali ilitokeza jana, chanzo ya fujo ni kufatana na kubwa wa sekta ya Tanganyika Mheshimiwa Gedeon Miobakano. Haiti alikula pesa zao za effort de guerre zenye raia wako wanatoa kwa kila nyumba mwisho wa mwezi franga 1000 hadi sasa wazajiona, na akampa masaa 4 hao wameshatoka kwenye eneo yote ya sekta ya Tanganyika, bila hivyo watamuua. Hiyo ndio kisa. Tofauti na hiyo labda kwa mengine.
Hivi sasa tujielekeze katika sekta ya Nganja huko Lubonja. Ni kwamba mkuu wa sekta ya Nganja tarafani Fizi amekanusha habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii kuwa ameipana pesa za sekta hiyo dola 10,000 bila utaratibu na utajika, hilo ambacho hakina ukweli ndani yake. Amekanusha hayo pindi alipojiwa na redio yako. Akizungumza na redio Kivu, bwana Akil Bernard, mkuu wa sekta Nganja, amesema kuwa habari hizo hazina ukweli hata kidogo, na kama hawezi kurumia pesa za sekta hiyo kwa maslahi yake binafsi, kwa kuwa yuko kwa ajili ya kutumikia raia wa sekta yake. Niweze kuwaambia kama tuliweza kuingia kwenye madaraka kwa malengo moja, kutumikia raia na traceability ya pesa za Nganja ziweze kuonekana. Kuonekana ina maana miradi iweze kutekelezwa, tuweze kujibu kwa mahitaji ya raia. Na bwana journaliste, nitakwambia kwamba sisi tunapata maelekezi kutoka viongozi namna ya kuweza kutumika na gestion au chaîne de dépenses inapashwa kuwa namna gani. Lakini kusema kwamba kuna apele ambazo sisi huwa tunazipokea kutoka kwa viongozi ili kupeleka pesa, huo ni uongo mtupu. Ili mimi nalisema mbele za huyu Mungu ambaye sisi tunamwabudu. Lakini ni watu tu ambao wanania mbaya, watu ambao mawazo yao ni potovu, watu ambao hawapendi kujenga, ndo wale ambao wanapeleka hizo message mbaya kwa kuweza kupenda kuchafua kazi ambazo sisi tunazifanya. Sisi hatutegemei mtu mwingine bali raia. Na bilan mimi siwezi ongea kwenye reseaux sociaux, lakini raia yenyewe inaishi miradi ambayo sisi tunatekeleza. Tangu mimi niingie kwenye madaraka, sijawahi kutoa hata nusu ya pesa kuipeleka nje. Kuna vitu ambavyo viliweza kupita kwenye mitandao kwamba tuliweza kukopesha pesa. Ndiyo, nilikopesha pesa. Pièces justificative ziko kwenye ofisi. Mimi leo ni chef de secteur wa 19. Ina maana kuna chef de secteur wa 12, 21 ambaye atakuja na kuendeleza pale ambapo sisi tutakuwa tukiacha Nganja. Kwa hiyo sio budi kuweza kutoa matamshi na kuandika majina ambayo haifahamiki, le nom fantôme, ili kuweza kuendelea kutukana wakuu viongozi. Heshima na adabu na nizamu iweze kutumika. Ikiwa una maono au una maoni ya kuweza kusaidia ili tusonge mbele, basi unahitajika uje. Ofisi ya sekta ya Nganja iwazi kabisa ili kwa kuweza kuwapokea na kusikiliza pia sauti zenu. Mwishowe bwana Akil Bernard amesema kuwa ni mambo mengi ambayo amefanya kwa ajili ya sekta yake. Huyo hapa amerejea mara tena. Miongoni ya hapo mimi nilifika na nikakuta miradi ambayo imefanyika na predecessor wangu. Na kuna mradi mwingine hadi sasa ambao uliweza kuachiwa na Mapangwa Kabiona. Lakini hiyo miradi comme l'administration continuelle niliweza kuiendeleza. Kulikuwa mradi wa hotel pale Lubonja, mradi wa salle polyvalente ambayo ilikuwa ni utupu. Kwa sisi tufanye mikutano tulikuwa tukiazima viti, lakini kwa leo wami wangu jeunesse ambayo mara kwa mara huwa inafika kwenye kichwa cha Nganja, wao wenyewe wanashuhudia namna gani vikao vinafanyika kwenye eneo nzuri na viti vimo tayari ambavyo sisi tuliweza kuvinunua. Niliweza kukuta pia mradi wa abattoir Misisi ulikuwa bado mwanzo kabisa, lakini niliweza kuumaliza. Raia yangu, yale ambayo yanapitika kwenye reseaux sociaux sio ukweli. Ukweli ndo huu, mimi kama vile kiongozi wenu nawaambia, na mimi ni mtumwa wenu. Nimejenga shule la sekondari pale Lubonja. Nilijenga bureau de transit ya maservice tofauti pale Kazimia na bureau pia ya sekta. Nimeweza kujenga mur de soutenement pale Sebele ambayo ilikuwa inatia kilalo en danger. Nimeweza kujenga kilalo ya pale Misisi. Nimeweza kufungua barabara tofauti Fizi Centre bila kujali Mtambala au Nganja. Niliweza kupana mamatela mu centre de santé Ngalula Nyangi. Nimepana manjanja juu ya hangar Kikonde. Nimepana manjanja juu ya école secondaire Kazimia. Nimepana matela ku poste de santé ya Nguma. Nimepana manjanja ku poste de santé ya Kibamba na mamatela. Nilifika kwenye kichwa cha Nganja. Centre de santé hakukuwa umeme, niliingiza umeme. Residence ya chef de secteur niliweza kuingiza umeme. Niliweza kutoa vyombo vya kuweza kufungua barabara Lumbwe na Namukala. Na hayo nilipenda ni waambie
Ingilikuwa eti pesa sisi tunazipeleka ovyo ovyo, hatungeweza kutekeleza haya miradi. Na tukiwa tu katika sekta Nganja huko Misisi, ni kwamba mkuu wa kijiji cha Misisi sekta Nganja tarafani Fizi amelaani vitendo vya baadhi ya wazalendo wanaotumia silaha vibaya kusababisha maafa kwa raia wasio na hatia katika eneo hilo. Akiwa kwenye line ya Radio Kivu, Bwana Masaba Monga Franklin Katombo, mkuu kiongozi wa kijiji cha Misisi, amesema kuwa vitendo kama na hivyo vimeshamiri sana katika eneo hilo na ni vyema wakuu viongozi husika na usalama wajibika ili kutatua swala hilo. Lundi tunahospitali kirudia tunapata fanya au plus vite possible réunion sécurité mais tushafanya maentretien na responsable ya wazalendo kuambia shida nini ndio katokea par rapport à comportement ya watu wao mko waangalie kisi ni watakuwa kugota watu wao masikini. So ile ilifanyika avant hiyo evenement ilikuwa ni wamwizi walikia iba mkioski mwa ile mkutoka ndio akapiga masasi ndio ile mabasi ya ndio ikapata ile mtu mwenyewe aliweza fariki na hemorrhage. Kile tunafanya tu ni kurenforcer parce que hapa tuko na problème avec divagation ya mabunduki. Divagation ya mabunduki ndio ya mingi. Et puis hapa tuko na omwe force tatu. Je tuko natembea na mabunduki, unakuta wazalendo wa CNPSC, uko wazalendo wa ancien combattant, uko wa FABD na FARDC kwanza wako omwe 4 groupe ini kunakuwa na maana kuta divagation ya arme iko ya mingi. Mais tuko na renforcer kufanya mabikao na bahusika na kubaambia kama angaliki watakuwa na contrôler maeneo. Message ni naambia bakubwa viongozi ni waangalie kisi ya kutuvenir en aide parce que situation haina mzuri avec la déplacement ya mabunduki ni kucontrôler Misisi. Et puis yeye anaambia raia ya Misisi na kandokando kutusaidia kuwa na dénoncer parce que ni a partir de dénonciation ndio inaweza kusaidia siku na kamata zile maka za mbaya. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omar Makele Lozil kwa habari za michezo. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Limasi Dilwe limetinwa leo katika habari za michezo kama kawaida mgongoni namba 9 na pepe ya barabara. Tuanze na habari za hapa katika moja Baraka kunako tournament ya makata ambayo inaendelea kutimua vumbi katika uwanja wa Lumumba, tournament ambayo inasimamiwa na baraza la vijana mjini Baraka, ambako majira ya saa 7 kamili za mchana vijana wa kata la Makampani waliweza kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya kata ya Aibaze ya kwanza. Hivyo nikisha kata la Aibaze ya kwanza halikuweza kujiripoti uwanjani, lakini vile vile majira ya saa 9 kamili za mchana kata la Matata waliweza kuwapatia kipigo cha mbwa mwizi kata la Mwemezi kwa kuweza kuwatandika bila huruma mabao 3-1. Lakini vile vile hatua ya makundi ya tournament ya makata itaweza kutamatika mchana wa siku ya 3 ya wiki tarehe 25 Juni 2025 katika uwanja huo wa Lumumba, ambako mechi mbili ziko katika program ya kupigwa. Majira ya saa 7 kamili za mchana kata la Kibonjwa watapepetana vikali dhidi ya kata la Kalinga Nord, na vile vile kata la Kalinga Sud majira ya saa 9 kamili watakuwa vikali dhidi ya kata la Matongo. Na kungineko katika ligi kuu hapa nchini DRC maarufu Linafoot, katika hatua yake ya playoff iliweza kutimua vumbi katika uwanja wa Kibasa Maliba, ambako vijana wa Saint Eloi Lupopo waliweza kutoka sare ya kufungana bao 1-1 na vijana wa Tupuisa Mazembe Anglebert. Lakini vile vile upande mwingine katika uwanja wa Tupuisa Mazembe pale katika jiji la Lubumbashi, vijana wa AS Simba waliweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya AS Vanclebe. Na katika habari zingine za hapa katika bara la Afrika ni kwamba rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Cameroon Samuel Eto'o anatumiwa kwa kosa la ubadilifu wa fedha za umma pamoja na kujilimbikizia mali za shirikisho la mpira nchini Cameroon kuwa zake binafsi. Samuel Eto'o anatumiwa kufanya ubadilifu wa fedha za umma zenye thamani ya euro 450,000 ambazo zilitolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Urusi kwenda kunako shirikisho la mpira wa miguu hapo Cameroon, lakini pesa hizo zilibadilishwa mwelekeo juu kwa juu na kwenda kwenye akaunti yake binafsi. Kesi ya Samuel Eto'o imewasilishwa rasmi katika kamati ya maadili ya shirikisho hilo na itaamuliwa hivi karibuni. Endapo Samuel Eto'o atakutwa na hatia kwenye makosa hayo, atavuliwa mamlaka ya urais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Cameroon na atafunguliwa kesi katika ngazi ya juu ya shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa ajili ya kumwajibisha zaidi Samuel Eto'o.
Na upande wa tetesi za usajili katika bara la Ulaya ni kwamba klabu ya Juventus yako nchini Italia wapo tayari kutoa wachezaji wao wawili akiwemo Dusan Vlahovic pamoja na Douglas Luiz kwenda Manchester United ili wao wampate mchezaji Jadon Sancho. Juventus wanahitaji lifanyike dili la mabadilishano, lakini vile wapinzani wao wa Napoli hapo nchini Italia wao wapo tayari kutoa kitita cha pauni milioni 20 ili waweze kumchukua Sancho bila tatizo yoyote. Klabu ya Real Madrid hapo nchini Uhispania imeweka wazi dau la mchezaji wao raia wa Brazil Rodrigo Silva de Goes kwa klabu yoyote inayohitaji kumsajili mchezaji huyo. Dau la mchezaji huyo Rodrigo ni lenye thamani ya pauni milioni 90, huku klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza wanatajwa kuwa wapo katika mchakato wa kuangalia uwezekano wa kumsajili mchezaji huyo kutoka Brazil. Ni kushukuru Omar Makelelo Zil kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, hii ambao unaendelea kuitegea sikio ni za Kiswahili ya Radio ya Kijamii Kivu, na tuko kwenye uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Nisisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Huko Bukavu ni kwamba mama mmoja kuuawa, watu 4 kujeruhiwa vikali pamoja na vitu vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi wa kuvamia kilichoendeshwa katika nyumba kadhaa usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 23 Juni 2025 katika kata la Panzi mjini Bukavu. Bwana Itongwa Christophe ni kiongozi makamu wa kata la Panzi, ametoa hapa picha halisi ya kile kilichotokea katika eneo la tukio. Kata Panzi ilikuwa tena sible ya wajambazi ambao wanakuwa na silaha. Hii usiku wa siku ya Mungu tariki 22 kukuchia siku ya kwanza tariki 23 mwezi huu na mwaka huu, ilikuwa saa 5:30 ya usiku mpaka saa 8 za kukuchia hii siku ya kwanza. Na warugaruga hao walipiga masasi nyingi sana, na bila inakuwa ya mama moja kufariki na watu 4 kulumia. Mama huyu ambaye alifariki anaitwa kwa jina la Mulangala Mugisho Jean, anakuwa na miaka 15 na originaire wa Modusa. Na kati ya wale walioumia kunakuwa bwana Bertin Irenge, yeye anakuwa chauffeur kwenye Fondation Panzi, na watoto wake wawili vile wameumia. Vile kulikuwa nyumba nyingi ambazo zilikuwa visite na warugaruga hao ndani ya Avenue Kamagema 1, Avenue Kamagema D, Mujumba, Mulume Munene D na Mulume Munene 3. Ndani ya hizo avenue warugaruga walibeba vitu nyingi na vitu vilivyokuwa na valeur na pesa. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunaomba kwa autorite provinciale ku renforcer sécurité ndani ya kata yetu Panzi, kwani inakuwa ya zaidi ambayo tunaendelea kuenregistrer. Aussi tunaomba kwa population yetu kukolabore na service yetu za sécurité kwa kuweza kugundua wale wafanya mabaya. Asante. Tupindukie katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini huko Butembo ni kwamba uratibu wa kamati ya wanafunzi wa primari na sekondari mjini Butembo umetaja kutokubaliana na hatua ya hivi karibuni iliyochukuliwa na walimu na memba wa SIECO kwa kutokuheshimu kalenda mpya iliyotolewa na viongozi wa elimu nchini. Undani wa taarifa hii na mwenzetu Zangos Movies wa Kapuni kutoka Butembo. Muungano wa makamati za wanafunzi katika mji wa Butembo wasema kuhusishwa na mpango wa sindiketi la walimu SIECO Butembo wa kutokuheshimu kalendari ya masomo DRC. Kulimushi Crispin, kiongozi wa muungano wa kamati ya wanafunzi, asema kuhuzunishwa na huo mpango ambao umekuja kukanyaga haki za mtoto. Ni kwa hiyo chama hiki kimesema hakikubaliane na mpango wa walimu wa kutokuheshimu kalenda ya masomo jinsi vile ilivyotangazwa baada ya mgomo, muda ambapo mwaka 2024-2025 ulipoanza.
balimu ndani ya sindika ya Seko bameweza kusema ya kwamba batamaliza programme avant calendrier yenye ilikuwa reaménagé na ministère ya education, kitu ambayo haisikilikane kwa sababu calendrier ilikuwa reaménagé juu balimu baliweza kuingia mugreve bakapoteza masiku fulani fulani na zile masiku zikaweza kuwa rekipere mukale calendrier. Tunawaza ya kwamba balimu bakisema banafaa gizi yabo banapenda itariske bakimbize elimu mbio yenye inaweza katala kupermettre batoto fulani fulani baweze kukomprendre na kubana matière yenye biko bafundisha. Alors tunaambia walimu wetu waweze kumaliza programme basi fate ile yenye biko abo biko asema batie au centre ya decision yabo intérêt toucher batoto parce que education iko element ya kabambi sana mu maisha ya wanadamu na mu malwa zetu. Tunaomba na wa autorité wote wa autorité éducative na wengine baweze kugarantir ile calendrier yenye iko reaménagé, na tunaomba autorité éducative, mwalimu, mzazi, inspecteur na bengine bote baweze kutia intérêt supérieur ya mtoto au centre ya madecision za zote. Tukumbushe kwamba katika kikao cha walimu kilichofanyika Ijumaa 20 Juni, sindiketi la walimu katika mji wa Butembo Sieko lilisema halikubaliane na kalenda ya sasa ya masomo. Kupitia katibu mkuu wa Sieko Butembo Bwana Benito Muaso, walimu walitangaza kufunga mwaka huu wa masomo mnamo tarehe 5 Julai kuliko kufunga mwaka huu mnamo tarehe 5 Agosti, jinsi vile kalenda iliyotangaza na Wizara ya Masomo inavyoandikwa. Butembo, Nzangosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Shabash Zangosh Muviswa Kapuni kwa ripoti yako. Kwengineko ni kwamba rais wa zamani nchini na tena kada wa chama cha PPRD amewasili mjini Bukavu Jumatatu ya tariki 23 Juni 2025 kwa ajili ya kuendelea na mashauriano yake na tabaka mbalimbali za watu. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Shibe ambaye tuandalia ripoti kabla jaja hapa studioni. Ziara hii inakuja katika hali ya mvutano na ongezeka mashariki mwa nchi, ambapo mji kama vile Goma uko chini ya usimamizi wa AFC na harakati za M23 tangu Februari 2025. Akishtakiwa na Rais Felix Tshisekedi kwa kuunga mkono uasi wa M23, Kabila aliondolewa kinga yake ya useneta Mei iliyopita na anaonekana kutaka kujiweka kwenye nafasi nzuri na muhimu katika suluhisho la mzozo huu kwa kuanzisha mashauriano na tabaka mbalimbali za watu. Huko Bukavu, kulingana na habari zetu, Joseph Kabila anapanga kuendelea na mashauriano yake kama alivyofanya huko Goma, ambapo alikutana na viongozi wa dini, viongozi wa asili na mawakili wa asasi za kiraia. Kulingana na wale walio karibu naye, lengo linabaki pale pale, ambapo ni pamoja na kusikiliza pendekezo za wakaaji na kutoa njia ya kutatua mzozo huo ambao unashamiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka kadhaa sasa. Njia hii iliyowasilishwa kama wito wa amani, hata hivyo, inaibua maswali, haswa kwa sababu ya tuhuma za kujumuika kwake na AFC M23 zilizotolewa na serikali ya Kinshasa, ambayo inaona ndani ya Kabila mna kikwazo katika juhudi za kutafuta amani. Kurudi kwa Kabila katika eneo la Kivu baada ya karibu miaka miwili ya uhamishoni nchini Afrika Kusini kumekuja kipindi ambapo nchi iko katika udhaifu wa kisiasa na usalama. Tangu Januari 2025, AFC M23 imeongeza nguvu zake ikichukua wilaya kubwa pamoja na miji ya kimikakati ya Goma na Bukavu na kusababisha mamia ya maelfu ya raia kukimbia sehemu zao. Mahusiano kati ya Kabila na Tshisekedi ni yenye mvutano tangu mwisho wa muungano wao mnamo 2020, na hivyo ulisababishwa na tuhuma za Kinshasa kwa rais huyo wa zamani kwa kusapoti M23. Kufika kwake mjini Bukavu kunakuja katika hali ya upatanishi wa kikanda na kimataifa. Tukumbushe kuwa majadiliano yaliyoungwa mkono na Marekani yaliyowashirikisha wajumbe kutoka Kinshasa na Kigali yanapangwa kufanyika Washington kujaribu kuhitimisha makubaliano ya amani Ijumaa hii Juni 27. Na tukamilishe na taarifa za huko Burundi, ambako rais wa Burundi Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye amewanyoshia kidole baadhi ya viongozi kwa kuunda mtandao ziri yake katika kutaka kurudisha nyuma juhudi zake katika kupambana na biashara haramu. Mengi zaidi na Ibukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Rais wa Burundi Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye amewanyosha kidole baadhi ya viongozi kwa kuunda mtandao dhidi yake katika kutaka kurudisha nyuma juhudi zake katika kupambana na biashara haramu. Cyari umuntu amaze gufungwa azira ko ari we yampaye amakuru. Ndababwira bamufunze. Jewe ndabizi yuko ari mwe bamugira. Kuna ambaye amefungwa kwa sababu alinipatia taarifa kuhusu biashara magendo, na niliwaambia wale wamfunga kuwa wao ndio ambao walifanya hivyo.
nilikuwa napambana na namna ya kukomesha sura hilo, lakini nikakuta baadhi ya vigogo wameshatengeneza mtandao wa kufanya biashara ya magendo. Na nakumbuka nilimwambia afisa upelelezi kuwa kuna biashara ya magendo itafanyika majira ya usiku, biashara mvinyo, lakini yeye ndiye aliyewasaidia wapite bila kubugudhiwa. Mnakumbuka kuwa niliwahi kuambia tupambane na biashara haramu, lakini wameshaunda shirika lao la viongozi kwa ajili ya kupambana na rais. Kuna ambao ndani ya serikali wakiona kitu kizuri kwa ajili ya wananchi, wao wanajaribu kuzuia kitu hicho kisifanyike. Hayo nawaonyesha namna gani ambazo hatuweze kufika kwenye nchi iliyoendelea. Na niwaambie kuwa hata Sopebu imefikia hatua ya kula pesa ya rais zaidi ya milioni 4 hadi kufikia sasa hawajanirudishia. Na katika ukaguzi tuliofanya tulibaini kuwa kuna fedha ambazo hata benki kuu haijui zilikwendaje nje ya nchi. Ni pesa nyingi sana, zaidi ya dola bilioni 1. Mgogoro wa uchumi ndio ambao unasababisha tusielewane na viongozi, na hilo tutaendelea kukwaruzana. Na waomba tuenende katika njia mpya. Mfanyakazi afanye kazi, hata waziri afanye kazi. Ico tugipfuye tukiriko. Naganda abwire tuje mu nzira shasha. Umukozi nakore. Niyo ari umushikiranganje kora. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wale ambao walitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Na mshukuru bani wangu ambaye ni Zake Mulucha Shibe na jopo nzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kuandaa uchambuzi wa habari. Si mwingine aliyekuletea uchambuzi wa habari ni mimi Safari Almasli Metinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.